una neno gani hili kwa timu za Tanzania kwenye mfumo huo wa vilabu? Kwanza niwapongeze Azam, wamechukua maamuzi sahihi kwa sababu ni umoja ambao unasaidia vilabu barani Afrika, lakini katika engo tofauti katika vitu mbalimbali. Cha msingi ambacho mimi naweza nikasema Azam wameanza kukomaa kwa maana ya kutaka kujiingiza katika mifumo ya mpira wa Afrika ili kuweza kujua namna gani ambavyo wanaweza wakatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na kwa klabu kama Simba, kwa ukubwa waliokuwa nao na mazingira ambayo yapo, wao kutokuwepo mpaka sasa hivi bado ni changamoto, kwa sababu unajua dunia haiwezi ku direct maisha yao hivi alafu labda baadhi ya watu wachache wakawa hawataki kwenda kwa mfumo huo. Ni swala la muda tu, na wao wataingia, hata kama wakuchelewa wataingia tu, hata kama watasema wanangojea mpaka ambaye ndo kiongozi wa vilabu vyote barani Afrika atoke awe mwingine tena, wataingia tu katika mfumo bado. Kwa hiyo kwangu mimi Azam wamechukua hatua sahihi na wanaweza wakaanza kuenjoy benefits zile za mwanzoni kabisa za umoja huu, lakini pia kuna mambo mengi ambayo watayapata, na ukaidi huu kwa vilabu vingine unaweza ukawa unazalishwa pia na kiongozi gani ambaye anasimamia eneo hilo, kama ndo rais wa vilabu vyote barani Afrika, sio? Kwa hiyo mwisho wa siku watakula matunda ya kazi ambazo wanazipanda kwa sasa. Inawezekana isionekane sasa hivi, lakini huko tunapoelekea ambapo watakuja kugundua umuhimu wa hii taasisi ambayo imeundwa na CAF kwa ajili ya kuona namna gani ambavyo wanavipa nguvu vilabu vyetu barani Afrika ili viweze kuwa na vilabu bora. Lakini pia unaweza kaangalia hata katika mkutano wa FIFA uliofanyika Doha, engineer alipoa sehemu kubwa ya akapresent namna gani ambavyo vilabu vyetu vinapitia changamoto zipi na namna gani ambavyo wanaweza wakajikwamua na vitu kama hivyo, na wakazalisha ajenda kubwa ya kwa nini alitolea mfano klabu ambayo ni mpinzani wake. Lakini kwangu mimi haikuwa issue sana, ni watu wenye uelewa mdogo ndio ambao wanaweza wakakuza jambo hilo likaonekana kama ni jambo kubwa. Lakini kwa Engineer Hersi alicite kila kitu kutokana na reality na hiyo kwa kuelezea kwa mifano. Kwa hiyo mwisho wa siku na watu wanajifichia hapo kwamba mbona wewe ukiwa rais klabu yako imefukuza makocha 4 kwa msimu mmoja. Kitu ambacho mimi naona kama ni watu wanakosa tu uelewa wa mpira. Ule sio mgogoro, ule ni takwa la yeye na mtu aliyesimamia kwa makocha. Labda walishindana kwenye vigezo, walimpa viwango vifanye vikashindikana, vitu kama hivyo. Kuachana na posta na makocha hata 4 5 huwezi kuita mgogoro. Huo sio mgogoro, na wala haukupelekea Yanga kufanya vibaya. Tena Yanga ndio ilichukua ubingwa msimu ule akiwa na makocha 4 tofauti 5 kama sikosei. Kwa hiyo mwisho wa siku bado alikuwa amekaa vizuri. Lakini kwangu mimi niseme swala la vilabu vingine vilivyobakia Tanzania kuingia katika umoja huu wa vilabu ni swala la muda tu. Wataingia, hata hao Simba wenyewe wataingia tu, mazingira yatafika, muda wao utafika na wao wataingia. Kwa hiyo nadhani pia ni kwa sababu ya Hersi, lakini hata kaa Hersi hapo milele, what if siku ambao wataondoka Hersi atakuja mtu mwingine ambaye hataona faida ya kuwasaidia hawa ambao wako upande huku chini kabisa. Kwa hiyo nafikiri ni kulipa nguvu, lakini pia waeke tu binafsi na chuki pamoja na uasimu pembeni. Hii ni shirikisho la vilabu vyote barani Afrika, sio Engineer Hersi Said. Yeye alikuwa dhamana ya kulisimamia. Kwa hiyo nadhani kwamba shida ya Simba kutoingia kwenye mfumo kwa hivi sasa ama kuchelewa kuingia ni engineer. Inaweza ikawa ni moja ya sababu ambayo mimi kwa sababu ukiniambia kwa nini mpaka sasa hivi hajaingia pia uwezo ukawa specific. Kwa hiyo kwangu mimi nimechukulia inaweza ikawa ni moja ya sababu, lakini pia ni sababu ambayo kwangu mimi pia haina mashiko. Kwa hiyo inaweza ikawa na unaji mwingi na mambo mengi ndani yake. Kwa mimi niseme tu Azam wamefanya maamuzi mazuri na ya haraka na ya ukomavu, kwa sababu wanaangalia future ya timu yao na plani zao walizokuwa nazo. Kwa hiyo kwangu mimi wamefanya jambo ambalo ni bora na la kisasa na linawasaidia na litawafikisha mbali. Kwa hiyo kama Simba hatoingia watakosa fursa ama wataingia tu. Kutokuingia Simba sio jambo la kujadiliana, wataingia tu. Kumbuka kuingia watakosa fursa tu. Kumbuka ni miaka 4. Ina maana kwamba Engineer Hersi ataiongoza hiyo sehemu kwa miaka 4. Unaamini kwamba Simba ataendelea kukaa miaka hiyo 4 bila kuingia kwenye umoja? Wahuka ya viongozi na nature ya watu ambao wanaisimamia klabu hawaoni hasara wala hawatakuwa na jambo la kushtuka wao kukaa nje kwa miaka 4. Watakuja, wataingia tu, lakini wanaweza wakadelay kuingia. Lakini je, atakaye kuja atawapa hicho ambacho wanakistahili wao?
kuliko mtu ambaye wanamudu na wanamuona kila siku, wanaweza kukaa naye chini. Hilo ni swala ambalo Azam wamepiga mahesabu mengi sana. Kwa shida ni engineer. Kwa mtazamo wangu, yes. Kwa mtazamo wangu ambao kwangu mimi ni sababu ya hovyo na ni sababu ya kitoto na sababu ya mtu ambaye hana ukomavu. Sasa si huenda kwamba naamini kwamba huenda hawasemi chochote. Kama ulimwengu umempa thamana hiyo, wewe mtu mmoja uwezo ukawa na kumtoa hiyo maana. Yaani mtu mmoja hawezi kumtoa maana mtu ambaye amepewa maana na watu zaidi ya mamia huko duniani, na wanao wenye ubora na akili timamu kuhusu mpira kuliko ofisi yao yote ilipokaa. Kwa hiyo huenda kwamba vilabu vyote vikaingia, Simba asiingie kwenye utawala wa Engineer Hersi. Inawezekana ikawa hivyo, lakini pia itakuwa ni utoto uliovuka mipaka kuto kuingia katika shirikisho hilo. Katika umoja. Yes. Kwa hili huenda likachangia, yani kwamba tuseme nini, upinzani uliopo baina ya Simba na Yanga ndio kikwazo, ambao ni utoto pia. Yaani Simba ni watoto ambao yani kama hiyo ndio sababu ya msingi ambao wataisimamia. Utakuwa ni utoto wa hali ya juu, na hapa ndio viongozi wataonyesha level ya immaturity ya kuto kukomaa katika masuala mazima ya mpira. Tumemsikia mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Mangungu kwenye moja ya interview alozungumza baada ya kauli ya Engineer Hersi Said kuzungumza kwamba ama kutolea mfano wa klipu za mashabiki wa Simba kwenye mkutano ambao umefanyika Doha ya kongamano la FIFA. Mangungu yani kwamba naamini kwake kuna mapungufu, kabla ya kuwagusia hao wengine ipasa kwanza aanzie kwake pale. Unajua, mimi bado nawaambia watu kitu kimoja. Engineer alichukua mfano ulio sahihi sana. Currently tunapozungumza hivi, ni klabu gani Tanzania ina mgogoro? Labda unisaidie kunijibu wewe mwandishi. Currently tunapozungumza sasa hivi, ni klabu gani Tanzania ina mgogoro kati ya viongozi na wanachama? Mgogoro? Viongozi na wanachama. Yes. Sasa kulikuwa na haja no, tusifike huko kwanza. Tuanzie hapo kwanza. Kuna sehemu naelekea. Ni klabu gani na mgogoro currently sasa hivi tunapozungumza? Unaweza kaizungumzia Simba. Unaweza ukaizungumzia Simba. Narudi sasa kwenye swali lako la msingi kwamba kwa nini aliamua kuizungumzia Simba. Vitu viwili vya haraka. Simba ni klabu ambayo inafahamika, sio? Kwa kawaida na kwa uelewa, mambo yao yote yangetakiwa kuishia ndani, ila wao wamekuja kujivua nguo hadharani. Dunia nzima inajua. Yaani hata kabla Engineer Hersi hajawaambia watu kwamba migogoro ndio inayosababisha baadhi ya vilabu kuporomoka na kushindwa kufikia malengo yao, angetoa mfano mwingine wowote, watu wangemwona ni mnafiki, kwa sababu dunia inajua, na hata walimpa kazi wanajua kwamba Tanzania kuna mgogoro wa klabu ya Simba na mashabiki, sio kwamba hawajui. Sasa kwa nini na yeye ameamua kufanya hivyo ili somo lake lieleweke vizuri zaidi? Simba ilikuwa nafasi ya 4, imepitia kipindi kigumu, migogoro mingi, hawaelewani, wanachama hawajasaidia, tafrani ziko nyingi. Simba imeporomoka kutoka nafasi ya 4 imekuja nafasi ya 5. Leo hii mtu aliyecheza fainali ya shirikisho akakosa ubingwa anaporomokaje? Na yaani unaporomokaje nafasi na umeshika nafasi ya umecheza fainali ya CAF migogoro ndio imezalisha haya yote tunayoona sasa hivi. Kwa hiyo Engineer Hersi atakifanya, mimi bwana ni mtu ambaye kwenye nyeupe naweka nyeupe, nyeusi naweka nyeusi. Engineer Hersi Said hajakosea sehemu yoyote. Kwa hiyo kwangu mimi Engineer Hersi alichukua mfano sahihi ambao uliendana na wakati sahihi na umelibeba tukio lenyewe na ni rahisi kuelezea na watu kuelewa. Lakini pia haya yote tunayoyaona yamezalishwa, ni rahisi kuelezea ishu ya mgogoro kwa kutumia mfano wa Simba kuliko kuelezea ishu ya mgogoro kwa kutumia klabu ya Yanga. Leo hii niambie wewe, mgogoro upi unaojua ambao umekuwa publicized? Migogoro siko mingi, lakini kama upi, kwa sababu mfano mzuri kama upi ambao umeathiri, mfano mzuri klabu ya Africans ilishtakiwa na baadhi ya wachezaji kwa stake zao. Baada ya hapo kufungiwa. Kwa nini asingetoa mfano kama huo kwa kipindi hicho? Kwa sababu kipindi hicho currently hata kwa sasa asingetoa mfano huo, kwa sababu unapozungumza kuitolea mfano Simba kwa hivi sasa, huenda pia ukaharibu brand ya klabu. Huenda kuna wadhamini wanakuja kuwekeza, wanalenga kuwekeza. Sasa wakisikia ishu kama hiyo, sina athari kwao. Ni mtu dhaifu peke yake atakayesikia statement ya Engineer Hersi akaiona Simba haifai
kuwekeza. Kuna Migogoro hiyo inatengeneza, na hii Simba wanatakiwa wampongeze Engineer Hersi, wamshukuru. Mashabiki wa Simba wangetakiwa wamshukuru Engineer Hersi, wangetakiwa wamuone kwamba ni mtu ambaye amekwenda, yaani kama nguvu anazotumia sasa hivi kwenda kusoma albadili, sijui kwenda kwa waganga tu kuchinja ngamia makorokoro gani, yaani nguvu kubwa anataka kuiwekeza kumshukuru Engineer Hersi, aendelee kuwasemea huko duniani ili wapate msaada, kwa sababu wao wenyewe wameshashindwa. Wao wenyewe wameshashindwa, yaani ngome imeshakuwa ngumu kwao, inawalemea. Kwa hiyo wao wenyewe wangetakiwa wajue kabisa kwamba haiki itakofanya Engineer Hersi, na mimi nina mashaka na Engineer Hersi. Anaweza kuwa ni shabiki wa Simba. Kwa sababu gani? Yaani nguvu aliyotumia kuielezea hii Simba kwa upande huo ni kutaka kuona namna gani ambapo Simba inarudi katika utulivu. Na Simba ikirudi katika utulivu, Yanga watateseka tu. Tumeshuhudia. Kwa mimi niseme kitu kimoja. Bado ninaamini Engineer Hersi hajafanya makosa yoyote. Na ni mtu dhaifu peke yake, na ni kiongozi dhaifu peke yake atakayesimama na kusema Engineer Hersi amefanya makosa. Nitauliza swali moja na watanijibu watu wote wanaotusikiliza. Currently tunapozungumza, ni klabu gani Tanzania yenye migogoro baina ya wanachama pamoja na viongozi, ambayo migogoro hiyo inapelekea mpaka klabu inafanya vibaya? Ni klabu gani kama sio Simba? Ndio nakuuliza, unisaidie. Kuna klabu nyingine Tanzania? Sawa, lakini kama ipo, yani usinitoe kwanza hapo ili niweke jambo sawa. Kama hakuna, then Engineer Hersi alikuwa sahihi. Kulikuwa na haja kutoa mfano kama huo? Yes, kulikuwa na haja. Migogoro siko mingi. Migogoro iko mingi, lakini mgogoro ambao unafahamika current ni upi? Yaani hoja sikueleza hapana, hoja sio kueleza tu. Hoja ni kutoa maelezo ya kinifu yanayojitosheleza kujua ubora wa kuelewa na kuelezea jambo ili kuhakikisha kwamba hili jambo linaenda sawa. Unatoa mfano wa mtoto anayeshinda na njaa, anateseka, elimu yake inashuka, wakati unatotolea mfano familia ambayo imekula mara moja kwa siku, lakini kuna familia yake pembeni hapa haijaa siku 3 siku 4, ndio mtoto anakosa utimamu wa mwili, utimamu wa akili, akienda darasani anafeli. Mfano upi katika hiyo mwili una nguvu zaidi? Ni huyu ambaye hajala siku 3 au huyu ambaye anakula mara moja kwa siku? Kwa mtoto anateseka na njaa, si ni huyu ambaye hajala kabisa siku 3? Ndio. Kwa Simba ndivyo hivyo ilivyo. Kwa hiyo tunakwambia kuna mifano mingi sana barani Afrika. Kwa nini ukatolee mifano katika nchi za wenzako na wakati katika nchi yako kuna mfano ule hai ambao dunia inaitwa mbwa? Kumbuka kuna kipindi la rais wa heshima wa klabu ya soka ya Simba Mo, wakati Yanga hapo kwenye kipindi kigumu cha matatizo, nadhani kama sikosea mwaka 2018 19, kipindi cha bakuli, ndio alitoa neno la kuwafariji, aliwaambia ndio, lakini na akawaambia ili timu ya taifa ipate wachezaji bora, Yanga inatakiwa kuwa imara. Lakini haya hayapo kwa upande wa pili, anamaanisha kwa Yanga. Na hapa ndipo ambapo watu wengi wanakosea. Hapa ndipo watu wengi wanakosea. Yanga kipindi kile ilikuwa haina migogoro. Yanga ilikuwa inapitia issue ya kifedha ambayo Engineer Hersi pia aliizungumza. Yaani vilabu vingi barani Afrika vinapitia changamoto ya kiuchumi. Yanga isha kupitia hiyo changamoto. Lakini pia miundombinu yao ni mibovu. Yanga pia miundombinu yake. Mbona kama ni hivi, kama angekuwa na Romba Wekundu wa Msimbazi pale Kariakoo, ambao sasa hivi limekuwa maduka, ambao zamani mimi na wazee wangu tulikuwa tunakaa juu kule tunafanya vikao kwenye jengo la Simba. Sasa hivi hakuna kinachoendelea kule juu. Hata hatujui ofisi ya mzee wangu kinaambia nimpeleke kwenye klabu yake, nampeleka kwenye klabu gani? Ofisi iko wapi? Lakini hayo ndio mambo ambayo Engineer Hersi anazungumza. Lakini ukizungumzia kwamba miundombinu mibovu, utawapeleka watu kaunda. Unasema huu ndio uwanja wa Yanga na mazingira ya Yanga, na hatuwezi kukaa hapa, hatuwezi kuweka kambi hapa. Tumepata mfadhili katuweka Vic Town, lakini pia hatuna uwanja unaoeleweka. Tunacheza katika viwanja ambao tunavikodisha katika msimu mzima. Kwa kwangu mimi Mohamed Dewji alifanya jambo la hekima na la busara kwa kipindi chake, na ilikuwa ni sahihi kufanya hivyo kwa sababu alikuwa anajua ni issue ya kiuchumi. Sawa sawa? Na wanachama wa Yanga walikubali na waliambizana ukweli. Mfano mzuri sana umeuleta. Walikubali. Kwa mzee wangu alikuwa mwenyekiti, alikuwa nani huyu? Jina lake alimtoka mwenyekiti wa klabu wa kipindi kile Yanga. Nani? Msola. Mshindo Msola. Akawaambia, "Nyinyi mnataka timu ipate ubingwa, lakini hatuna fedha, hatuna misuli, lakini ya kumiliki mtu kama Chama." Tena alimtoa mfano Chama, kama unakumbuka. Mzee wangu katika mwenyekiti wa kipindi kile. Akasema kabisa, lakini
mchakato ambao mnaufanya mimi sasa hivi, nataka tupambane, nitatafuta mdhamini atakayedhamini hii timu ili kuipa misuli. Mzee alifanya hakufanya? Si alifanya, lakini alitoa faraja Mo. Kutoa kipindi hichi Yanga hawahitaji kumpa Simba faraja. Mabaya hayo. Yanga haitakiwi kumpa Simba faraja. Watu wenye migogoro huwa hawapewi faraja, wanapewa kwa migogoro yao, na ikishindikana kuitatua ndani, utaipeleka hata nje, watu wakamsaidie, kwa sababu hili jambo haliko ndani, liko nje. Yani kabla engineer hajalisema tayari swala lilikuwa liko mtaani na tayari ilikuwa imeshasemwa, kwa watu walikuwa wanajua. Itakuwa ni jambo la hovyo kabisa engineer kuzungumza maswala ya labda let's say ligi ya Morocco, ligi ya Congo, ligi ya Egypt, wakati Tanzania kuna ligi ambayo yanaifahamu, moja ya vilabu ni Raisi, lakini pia kuna timu katika nchi hiyo ina migogoro mpaka watu wanakimbizana kwenye vikao. Lile jambo lilofanyika kwenye ukumbi wa mkutano wa mwisho wa mwaka wa Simba ni jambo la hovyo ambao haifai kufungiwa macho, na ndio migogoro yenyewe ambayo Engineer Hersi alizungumza na akaweka mpaka ushahidi. Nyinyi mnataka afanye nini? Mnataka aseme nini yani? Okay, hebu wewe kuwa Engineer Hersi, site mfano wa kuelezea pointi ya migogoro. Wewe ndio Engineer Hersi sasa. Nipe mfano. Nikupe, tutumia mfano kama Yanga. Hapo utoe mgogoro ambao unaleta effect mpaka kwenye matokeo ya uwanjani. Kwa hilo ndio linafanya wasiingie kwenye umoja wa vilabu. Sasa itakuwa ni sababu yao binafsi, itakuwa jambo la ovyo watakaolifanya, na wala sitashangaa kwa sababu ni muendelezo wa mambo mengi ya ovyo. Utaona Simba wakiingia kwenye huo mfumo. Lazima wataingia tu. Wataingia tu. Lakini tumeshinda hata kama watachelewa wataingia tu. Unadhani shida ambayo inafanya vipi kama siku moja Engineer Hersi akiwa ni rais wa CAF? Vipi kama Engineer Hersi akiwa rais wa CAF? Akiwa rais wa CAF. Kwa sababu ndipo ninapomuona mimi anaelekea. Unadhani shida iko wapi hao Simba kuchelewa kuingia kwenye umoja huu? Ni kukosa viongozi wenye ukomavu. Kukosa viongozi wenye ukomavu na ustahimilivu wa mambo yanayotokea. Leo hii badala ya kukaa chini kutatua matatizo yenu, kukaa chini kutafuta solution, kukaa chini kufanya mambo ambayo serikali imewapa ushauri kuyafanya, leo hii mnaenda kukusanya wazee, mnakwenda kutafuta ngamia, mbuzi, kuku, mfanya ubadili kumtafuta mchawi nani? Na wakati nyinyi wenyewe ndio chanzo cha matatizo. Sio naomba Mungu. Kumuomba Mungu ni jambo lipi? Kuwashtakia wale ambao wanafanya mabaya. Wao wenyewe hawajui nani ambaye anawachanganya mafaili. Au nayo ni mmoja hapo. Wasome. Mbona hofu? Mimi nina hofu nini sasa? Au nayo unaifitini sisi. Wasome, kama kuiambia ukweli kuifitini wasome. Kwa hiyo kitabu changu cha dini kinaniambia hivi, laana isiyokuwa na maana huwa haimpati mtu. Kitabu changu cha dini mimi sasa ndicho kinachoniambia hivi. Kwa hiyo mimi nakwambia wewe na hawa wanaotazama na hawa ambao wamepanga hilo jambo kulifanya, wakafanye kwa maslahi yao, lakini nikwambie kitu kimoja tu. Kabla ya hiyo walilofanya kulisikia kwa jirani limetokea, wataanza kusikia humo ndani. Kwa hiyo nawashauri Simba waingie kwenye umoja wa vilabu. Kwanza kabla ya kuingia, tena ni vizuri wasiingie kwanza, usije wakawavuruga watu wenye umoja wao. Wakae kwanza, watafute umoja wao ndani, waboreshe misingi yao, alafu waingie ndani. Sio unaingia sehemu alafu mifumo inataka maji yanataka kutilia kwenye mifumo yake, unakuta kuna mawe, kuna vigingi vingi, unaweza kusababisha mafuriko bila sababu ya msingi. Kwa hiyo watavuruga. Kama mtu ambaye hawezi kuwa na umoja ndani kwake, wewe mtu ambaye anagombana mke wake kila siku, hawana amani, hawapatani, unaweza kumpa kuwa mwenyekiti wa baraza la wanandoa? Atawasaidia nini? Lakini umemsikia Mangungu? Nimemsikia sana mzee wangu, kwamba mtu atakiwa aanzie kwake pale kufanya. Ndio nataka mimi mzee Mangungu aniambie kuna mgogoro upi wa Yanga ambao currently tunavyozungumza umeleta impact negative. Si madai ya wachezaji, Yanga imefungwa, kesi zimeenda huko, Yanga imefungwa. Sasa si mgogoro hiyo? Ndio atolee mfano kama huo. Kwa nini atoe mgogoro wa Simba? Tuna mgogoro mbaya kwamba kuna mgogoro wa viongozi. Huo mgogoro upo? Huo mgogoro upo. Yanga upo? Haupo. Wewe ushakuwa na viongozi wa Yanga wanagombana na mashabiki wao na wanachama wao? Kuhusu madai.
Ni Yanga na wanadaiana kesi kwenda FIFA huko. Ni Yanga wanadaiana na viongozi wao. Kwa issue. Ama mbona kama mnachanganya mafaili? Tunazungumzia viongozi wanapishana na wanachama. Sio kama unaelewa. Huku Yanga ni bosi na mwajiri wake. Huku ni mwenye mali na viongozi. Sio kama unanielewa. Mimi nakuelewa. Sasa kama unanielewa, hayo maswali unaouliza na hivyo vitu ambavyo sio havina logic. Yanga wanapitia kipindi cha changamoto na wachezaji wake ambao wanalipwa, na uzuri mmoja huwa stories zinakuja na zinafikia sehemu wanalipwa vizuri na maisha yanaendelea kama kawaida. Kwangu mimi issue ni hawa watu wanafikia malengo yao. Yes, Yanga wanafikia malengo yao. Wanafanikiwa. Yes, Yanga wanafanikiwa. Kwa hiyo tuamini Simba wanashindwa kuingia kwenye umoja wa vilabu kwa sababu ya engineer. Unataka kunihilisha maneno. Nimesema hivi inaweza ikawa ni moja ya sababu, kwa sababu sijui kwa nini mpaka sasa hivi hajaingia. Kwa Azam wapongeza Azam wanawapongeza. Na wapongeza ndio. Wamefanya jambo la ukomavu na wameanza kukomaa katika mpira. Yaani utajitengaje na jamii ambayo unashirikiana nayo kwenye michezo, kwenye mambo mbalimbali ya kazi unazofanya? Uwezo ukajitenga brother. Na kama engineer ndio sababu, basi wasubiri miaka 4 ipite. Lakini Mo alikuwa muungwana Mo. Uungwana wa Mo, yani huo uungwana ambao unasema nyinyi kwenye nyakati mbovu za Young Africans alikuwa Yanga haijawa na nyakati mbovu. Na nyinyi waandishi wa habari pia ndio mnaochangia enzi za Bakuri haya mambo. Enzi za Bakuri Yanga ilikuwa inapitia financial crisis. Ilikuwa inapitia changamoto ya kiuchumi ambayo hata Simba inaweza ikaipitia wakati wowote. Lakini bado kwa sababu walikubaliana, wakaenda uwanjani, timu wakipata matokeo wala wakikosa sawa, wanajua hatuwezi kumiliki wachezaji kama wakina Kratos Chama, wakina Luis Jose Miquissone, wakina Deo Kanda, akawataja watu mbalimbali pale. Kipindi kile ulikuwa unahitaji fedha, na mwenyekiti akasema zoezi tunalifanya sasa hivi to maintain timu yetu, lakini ninapambana kutafuta mdhamini. Nikimpata mdhamini ndio mtanidai matokeo. Lakini engineer mara nyingi amekuwa akizungumza kwamba makolo yale kwamba yeye anafurahia hiki ambacho kifo tofauti na mwenzake, kwamba licha ya kupata lakini hakuwa na maneno. Mimi niseme kitu kimoja. Mnyonge mnatakiwa kumnyonga, ila haki yake mnatakiwa kumpa. Mambo makubwa ambayo engineer Hersi amefanya katika mpira wa Afrika, wa Tanzania, hata leo hii nyinyi msipoyasema, ipo siku Mungu atainua mawe na yatasema. Kwa sababu kama nyinyi mnamkataa, mnamuona hafai, huyo ambaye mnamuona hafai, mnayempiga mawe kila siku kwa kutumia waandishi uchwara hawa wanaolipwa visenti waje kupiga makelele huku kumchafua engineer, hizi ni ajenda zinazalishwa kwa ajili ya kuua jambo jema ambalo nalifanya. Kijana mdogo, kijana mwenzetu, lakini watu wa Tanzania ni kama wachawi, ni kama washirikina. Hawapendi kuona mtu anasogea kwa manufaa ya taifa. Leo hii yes, hao nafikiri hii nguvu kubwa ambayo watu wanaitumia kuwaaminisha watu kwamba engineer ameenda kuichafua Simba. Unafikiri ni mtu mmoja? Kikundi cha watu kimekaa kinapush hiyo agenda ili watu wasijadili yale mambo ambayo ameyasema ama ameyafanya, ili wamuone kwamba huyu ni mchafu, hafai atakuwepo. Lakini huyu mtu ambaye mnamuona hafai, watu walikaa wenye IQ za mpira duniani wakamwambia, wewe kijana, wewe unafaa kuwa rais wa vilabu barani Afrika. Lakini wewe pia katika mkutano ambao kutakuja kukaa manguli wa mpira, wewe utakuwa sisi tukae chini tukusikilize katika topiki yako ya transformation, kwa sababu ulionyesha juhudi, ukaenda Spain, ukatohoa, ukawaleta Tanzania, wakaifundisha klabu yako, na katika klabu yako transformation it is ongoing katika process. Wewe unaweza kuwa ni mtu sahihi wa kuja kuwafundisha Waafrika na watu kwamba transformation katika mpira inatakiwa kufanyika na faida zake na changamoto zake. Tatizo hapo ni nini? Watu watakiwa wajikite katika hilo swala la msingi, waache kuongea vya agenda vya ovyo ovyo vya mtaani. Ndio tatizo lilipo hapo. Lakini hakuna kiongozi yoyote ambaye ana akili kubwa ya mpira kama engineer Hersi. Na ikishindikana kabisa, na haya maneno yangu nayarudia kila siku, ninamuona engineer Hersi akija kuwa rais wa CAF.